Sasa nilichunguza nikaachana nayo. Ndio. Nimeshakaa muda kiasi nikijaribu kufanya utafiti wangu kuhusu Uislamu. Ndio. Nilifanya nikapata most of things are true, but nikasema kwa ningependa kujiunga na Uislamu lakini sikukuwa na hiyo uwezo. Sasa nikiwa nyumbani, safi, jaribu kusoma vitu zangu, sijui masura. Ndio. Yeah. Ashika tu sura moja. Ndio. Inajiita sura Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Yeah. Inasema kuwa ndio, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Takbir! Takbir! Mbona upata ufafanuzi wake? Mbona upata ufafanuzi? Kaka, ndio. Karibu katika Uislamu. Mimi nakukaribisha. Free of charge. Hii ndio wakati wa kujiokoa na nafsi na moto wa jahannam na Mwenyezi Mungu. Wewe ukisilimu sasa, Mungu anakusamea madhambi yako yote uliyofanya kuanzia mwanzo. Ningesilimu kitambo. Kwa hivyo uko tayari? Mimi nishakuwa tayari. Takbir! Kaka, geuza pikipiki. Waislamu takbir! Baba. Waislamu inua mkono. Kunja ngumi. Kohoa tena. Kohoa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Takbir! Inachoma hata mtu akipiga anasema hii sasa vitu gani? Lakini ndio hivyo. Mpe dada yangu Mike alafu narudi kwako na kusilimisha. Dada anasema Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakangu naitwa nani? Naitwa Zado Komondi. Zado Komondi. Mimi naitwa Musa. Dini yako? SDA. SDA dhehebu. Dini yako? Mimi Muislamu. Wewe? Mimi ni Mwadventista wa Sabato. Hiyo ni dhehebu. Ndio. Mimi dini yangu Muislamu. Ndio. Dini yako gani? Dini yangu ni ile la Kiadventista. Ama Mkristo. Wewe mwingine. Amani ya Mungu iwe pamoja na. Unaitwa nani? Daniel. Dini yako? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Safi. Umeona jibu hilo sasa? Huyu ni Mkristo. Mpoyo mwingine? Amani, huyo mwingine huyo umempitisha. Mbona unapitisha wewe kijana? Kaka, amani ya Mungu iwe pamoja na. Unaitwa nani? Naitwa Edi. Dini yako? Mkristo. Asante. Mpe mama. Dada, habari? Unaitwa nani? Dini yako? Asante. Mrudishie huyu kaka. Dini yako gani? Mimi ni Mwadventista wa Sabato anayemwamini Kristo. Nisikilize vizuri. Naomba nisikize vizuri. Wewe SDA unatumia kitabu gani? Mpe. SDA tunatumia Biblia. Biblia. Naomba katika Biblia SDA dini. Kwa sababu niko na sababu ya kuwa Mwadventista wa Sabato. Naomba mpe wewe kwanza. Mpe wewe kwanza. 3:19 Qur'an. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Safi. Inasema al-Karim 3:19. Ndio. Al-Karim inasema. Safi. Bila shaka. Ndio. Bila shaka. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Nini? Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Gani? Dini Ndio. ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Gani hiyo? Ni Uislamu. Safi. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wewe Adventist, naomba ndani ya Biblia ya kwamba SDA dini. SDA dini. Hao wengine ni Wakristo, nishamalizana nao. Wewe Adventist dini ndani ya Biblia. Okay. Kulingana na Qur'an. Sijauliza Qur'ani. Ndio, naomba unielewe. Wewe unatumia kitabu gani?
Mimi ni wa Biblia. Asante. Naomba nani ya Biblia? Adventist dini. Malize. Okay. Ni kwa sababu naabudu siku ya Sabato. Sijauliza naabudu siku gani. Nisikize vizuri. Mimi sijauliza naabudu siku gani. Siku mimi sina shida nayo, nitakuja. Adventist dini. Ipo hakuna? Ipo ama hakuna? Adventist is a church. Is a church. Ni dini sio dini? Inaamini siku ya Sabato. Sijakuuliza naamini gani. Ni dini sio dini? Ni dini. Naomba Adventist ni church ama Adventist ni dini ndani ya Biblia. Tumalize. Alafu narudi kwa Kristo. Nadhani nimesha kujibu. Andiko. Adventist dini ndani ya Biblia, andiko. Namaliza na wewe, narudi kwa Kristo. Kwa sababu sio Mkristo tena. Takbiri. Takbiri. Yaani vile unavyokuja ndio vile mimi ninavyokuja. Ama vipi Waislamu? Unajificha katika shamba la njugu wakati mgongo wazi, utapigwa rungu. Okay, Luke chapter 23. Isoma. Ndio. Luke chapter 23. Naam. Verse 50. Up to 55. Soma mwenyewe. Acha mwenyewe asome. Mwenyewe ndiye ametoa, soma. Sawa, inasema hivi. Ndio. Natazama. Ndio. Akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu ambaye ni mtu wa baraza. Mpe mwalimu wangu asome mara moja chap hapo. Kimbia na maneno mwalimu. Kimbia na maneno hapa. 50-53. 50-53. Ndio. Inasema natazama. Ndio. Akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu. Safi. Ambaye ni mtu wa baraza. Ndio. Mtu mwema. Mwenye haki. Wala hakulikubali shauri la tendo lao. Safi. Naye ni mtu wa Arimathaya. Mji mmoja wa Wayahudi. Ndio. Tena anatazamia ufalme wa Mungu. Ndio. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Anafanya nini? Akataka kupewa mwili wa Yesu. Safi. Akaushusha. Hiyo ni 53. Ndio. Endelea. Inasema akaushusha. Akauzinga sanda. Ndio. Akauzinga sanda ya kitani. Akauweka katika kaburi lililochongwa. Ukimaliza 53 unasema ushamaliza. Karibu namaliza. Ndio. Akaweka katika kaburi lililochongwa mwambani. Safi. Ambalo hajalazwa mtu bado ndani. Ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Ndio. Limeisha andiko. Mpe. Anayo. Kaka mzuri. Kakangu. Na siku hiyo. Subiri kwanza. Ndio. Kaka. Ndio. Nimekuuliza nini? Umeniuliza ya kwamba ni wapi ambayo inasema ya kwamba SDA ni dini katika Biblia. Asante. Umenijibu nini? Na vile umejibu nini? Nimekujibu ndio SDA kwa sababu sisi ni watu. Sijauliza kwa sababu. Umejibu nini? Ni kwa sababu tunaamini siku ya Sabato. Sijakuuliza unaamini nini? Na siku ya Sabato iko kwa Bible. Sijauliza unaamini nini. Wewe umesoma? Ndio. Umefika kidato cha ngapi? Mimi nimesoma mpaka form 4. Form 4? Ndio. Form 4. Nimekuuliza nini? Umeuliza umetaka aya katika Biblia ambayo inaonyesha ya kwamba SDA dini, si ndio? Ndio. Nipe. Katika Biblia dini ya haki ni ile naomba unielewe mwalimu. Ndio. Hii ni Biblia na hii ni Qur'an. Qur'an inasema dini ya haki. Sijauliza Qur'ani. Ndio. Qur'ani yake pembeni. Qur'ani unajua mimi naelewa. Sijauliza Qur'ani. Na dini na hiyo Biblia yako. Wewe SDA, wewe si Mkristo tena. Ndio. Hawa Kristo mimi sina shida nao. Wewe SDA, naomba ndani ya Biblia yako SDA dini shota nikilia. Kama hakuna usema hakuna. Kama iko unatoa. SDA imetokana na Uyahudi. Sijakuuliza imetoka wapi. Ndio. SDA dini sio dini. SDA ni dini. Andiko ndani ya Biblia. Andiko ndani ya Biblia. Mwalimu, mwanafunzi, tuende kwa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Soma. Wasilamu takbir. Ndio nisoma mwenyewe. Takbir. Ndio. Hapa leo ndio hivyo. Mimi wa Kristo sina shida nao. Wewe Adventist ndio mimi na shida nayo. 29:29. Ndio, soma.
Hii tu ndio mimi na shida nayo. Hawa Kristo mimi nakuja kwa hawa sana. Sasa hivi tu. SDA. SDA unajua wao wanajitoa kwamba wao sio Kristo. Ama sio kwa mwalimu wangu. Tunaamini Kristo. Sijaulizwa naamini nini. Kuamini mimi nitakuja. Sasa usiwaambie tuamini Kristo. Sijaulize hilo. Usikwepe. Mimi niko pale pale. Haya, Kumbukumbu la Torati. 29:29. Soma. Mambo ya siri ni ya Bwana. Sikia. Tulia. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa ni sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. So kuna mambo ambayo ni fiche katika Biblia ambayo Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo SDA ni mambo ya siri, si ndio? SDA ni mambo ya siri. Nimekuambia ni Waadventista. Nauliza SDA Adventist. Kuna mambo mengine ukitaka kujua kwa Biblia. SDA ni mambo ya siri ya Mungu. Ya siri. Ya Mungu ndio. Ya siri si ndio? Ya kufunuliwa. Ndio dini. Kuna mambo Mwenyezi Mungu anatufunulia na kuna yale hatukufunuliwa. Mpo huyo. Adventist wao huwa wanajifanya sio Kristo. Mwenyewe umeona ni mambo ya kijanja janja. Mambo ya kijanja janja. Wao acha mambo ya kijanja janja. Uweze chukua kiraka nguo nyeupe ukaweka kiraka nyeusi alafu kakiita kwamba ni nyeupe. Haiwezekani. Haiwezekani. Never. Haiwezekani kabisa. Mwalimu wangu amekuwa hapa akasema Yesu hajaingia kanisani. Ukasikia hii si kweli. Yesu hajaipita kwenye compound. Usimpe maiki kwanza. Yesu hajaipita kwenye compound. Ukaona hapana, ni uongo. Ukakuja hapo kajidai mimi nitakuja kutetea. Hakuna kutetea kokote. Wewe umekuja hapo unasema wewe ni MSD sio Mkristo. Nikauliza swali, kama SDA ni dini ndani ya Biblia ukasema ipo, toa andiko, hakuna. Unasema mambo ya siri. Kwa hivyo SDA ni mambo ya siri. Sasa hii mambo ya siri, dini siri, hii siri gani? Kama bwana una kitu cha kusema? Mwalimu, mwanafunzi, unajua sijui kuna tofauti kati ya kufunza wanafunzi na kupingana. Unajua wewe unapingana? Mimi sipingani. Mimi dini yangu, yaani wewe unataka wewe ndio ushinde usishinde. Na neno la Mungu hawashindani. Sijasema kushinda mpo. 6:26 Qur'an. Mimi nafunza sasa. Mimi nafunza sasa. Sikiliza, mimi nafunza sasa. Mafunzo. Mimi nafunza. Sikilizeni wa Kristo. Nyinyi wa Kristo msikilizeni hapa. Huyu mtu SDA si Mkristo. Sasa mimi Muislamu, sikiliza mimi nafunza. Inasema ya maandiko ya Suratul An'am. Ndio. Sura ya 6 126 inasema na hii dini ya Uislamu. Safi. Hii dini ya Uislamu. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Anayo. Hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako ilifanyaje? Okay, hiyo dini ya Uislamu ndio njia yenye imenyooka kwenye Waislamu. Na njia ambayo imenyooka kwa Mkristo ni Yesu. Ni Yesu. Yesu ni dini? Hakuna kwenda moja. Yesu ni dini? Yesu ni mwana wa Mungu. Sijauliza mwana. Ndio. Yesu ni dini? Yesu sio dini. Kuna tofauti kati ya dini na Yesu pia. Waislamu takbiri. Allahu Akbar. Takbiri. Ulikuwa unajificha nini? Mpo huyo kijana t-shirt ya green. Umesema dini yako gani? Mkristo. Kristo ni jina ama ni dini? Kwa mimi naelewa kwa Ukristo ni jina. Ni jina. Jina la nani? Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Bi maana jina la Yesu Kristo linaweza kuwa dini? Kijana. Jina la Yesu Kristo. Umesema unaitwa nani? Edi. Edi. Edi jina lako, si ndio? Edi inaweza kuwa dini? Hapana. Bi maana Edi ni jina la Yesu Kristo ni dini? Hapana. Jina la nani? La Yesu, si ndio? Bi maana mpaka sasa hivi una dini? Una dini. Takbiri. Imana Edi una dini. Kwa hivyo ukijipandikisha kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo ni jina.
sio dini. Ina maana unastahili kupata dini. Yesu mwenyewe alikuwa na dini. Kivyo sasa. Hapo nyuma nilikuwa Mkristo. Hapo nyuma ulikuwa Mkristo. Nilijiondoa katika kanisa. Kwa sababu wana mambo mingi za mimi naona kwa Mungu hataki. Naomba tufungue roho yako. Utupe ukweli. Mimi vile unavyoona hapa. Mimi nilikuwa Mkristo. Mimi hapa. Lakini baada ya kufanya utafiti, si kwa Mkristo hivi kufagia ama nini, hapana. Baada ya kufanya utafiti, nikachunguza, nikaangalia Yesu hata kanisani hajaingia, hata kwenye compound, hata kwa salimia habari zenu huko kanisani hajawahi. Nikamtafuta Yesu alienda wapi? Subiri. Wewe nakuja kwa na nyumba kubwa na kupigilia msumari ya kisasawa na sitakuacha. Mimi ndio kipa yenu. Nikatafanya utafiti, nikajua kwamba Yesu yuko wapi, nikamfuata. Fungua roho yako, sema maneno ya kweli. Kwa nini umetoka kanisani? Ndivyo mimi nifanye uchunguzi yangu. Ndio. Kuna kanisa, most of things they do there, Mungu unaona allow. Kama Mungu akubali na hiyo maneno yao. Ndio. Kama itabia kutoa sadaka. Ndio, pastor hapo ndio. Toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe. Mungu ana. Ndio, sasa afanya nini? Endelea. Sasa utasikia wakikuambia kuwa toa sadaka, Mungu atakuongeza. Utoe sadaka, Mungu ataongeza. Wewe wakati unapotoa sadaka, Mungu atakuongeza. Unatolea, unampa nani? Unampa pastor. Pastor mwenyewe unampa wakati pastor ako na Range Rover, si ndio? Wewe una hata baskeli una. Ndio. Wewe unatoa, unasema unatolea Mungu, unampa pastor. Ndio. Sasa nikachana nayo. Ndio. Nimeshakaa muda kiasi nikijaribu kufanya utafiti wangu kuhusu Uislamu. Ndio. Nilifanya nikapata most of things are true, but nikasema kwa ningependa kujiunga na Uislamu lakini sikukuwa na hiyo uwezo. Sasa nikiwa nyumbani safi, jaribu kusoma vitu zangu, sijui masura. Ndio. Ashika tu sura moja. Ndio. Inajiita sura Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Inasema kuwa ndio, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Takbir! Mpaka upate ufafanuzi wake. Ufafanuzi wa Al-Ikhlas. Sura ya 12 twende. Inasema sura ufafanuzi wake. Sasa sikiliza, inasema Al-Ikhlas. Ndio. Ufafanuzi wake inasema nini? Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Asante. Inasema sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja, si watatu si wanne katika nafsi moja. Hapana, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Safi. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Inasema mwalimu Dafi hakuzaa. Mwenyezi Mungu hakuzaa. Subiri, huyu Mwenyezi Mungu hakuzaa. Ukipata Mungu ambaye amezaa ana mtoto, basi sio Mungu. Twende. Kama rafiki yetu anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Hakuna. Twende. Hakuzaa hapa. Huyu Mungu hakuzaa. Ndio. Wala hakuzaliwa. Wala Mwenyezi Mungu hakuzaliwa. Mungu hawezi kuwa na mama. Inamaliza na kusema. Inasema nini? Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala Mwenyezi Mungu huwezi kumfananisha na kitu chochote. Mwenyezi Mungu huwezi kusema anafanana na mwanadamu. Swali litakuja, ni mwanamke, ni mwanaume, ama ni mzungu, ama ni Mwafrika? Inachoma. Injilie inachoma. Mpe kaka. Mwalimu. Mpe. Nampa.
Mpe Mike. ila hudhuru kidogo. Ehe. Dada yetu alikuwa ametaka kuongea kitu kutoka kitambo. Mpe kwanza. Kaka, Ndio. karibu katika Uislamu. Mimi nakukaribisha. Free of charge. Hii ndio wakati wa kujiokoa na nafsi na moto wa jahannam na Mwenyezi Mungu. Wewe ukisilimu sasa hivi, Mungu anakusamea madhambi yako yote uliyofanya kuanzia mwanzo. Ningesilimu kitambo. Kwa hivyo uko tayari? Mimi nishakuwa tayari. Takbir! Kaka geuza pikipiki. Waislamu takbir! Hapa. Waislamu inua mkono. Kunja ngumi. Kohoa tena. Kohoa mara ya kwanza. Mara ya pili. Mara ya tatu. Takbir! Inachoma hata mtu akipigipigi anasema hii sasa vitu gani? Lakini ndio hivyo. Mpe dada yangu Mike alafu narudi kwako na kusilimisha. Dada anasemaje? Mbeleni nilisema Ndio. matendo ndio tofauti. Matendo ndio tofauti, Lakini Mungu ni mmoja. Ndio. Na hii ndio kijana amesema. Safi. Sasa swali yangu ni hii. Katika Qur'an Ndio. imesema dini ni ya Uislamu. Safi. Na je, nauliza siku ya kiyama. Ndio. Mwacheni yeye atageuza tu. Mwacheni tu. Mwacheni atageuza. Siku ya kiyama? Siku ya kiyama. Ndio. Ni Mungu mwenyewe. Ndio. Atakuwa na hukumu kila mtu peke yake. Peke yake kabisa, mimi nakubali. Sasa hapa ndio. Hata kama ulikuwa dini ya Kiislamu na sisi wa Kristo. Ndio. Kama wewe ni Muislamu, ndio. Siku ya kiyama kama utaenda jehanamu, utaenda jehanamu. Ni kweli? Ni kweli? Kama wewe ni Muislamu utaenda jehanamu. Kulingana na nini? Na hukumu lako. Na matendo yako uliyofanya. Sawa. Lakini sharti uwe Muislamu ndio utaenda peponi paradise. Ukiwa Mkristo hakuna. Hakuna mahali andiko inasema Mkristo peponi, hakuna. Never, hakuna. Kama iko utoe kwa Biblia. Kwanza mpatie kijana wangu kwanza Mike, ndio nirudi kwako nijibu swali lako. Mwalimu, acha tumweke wazi kabisa na maandiko. Ndio. Afanyaye wema. Yaani hapa nilikuwa nakuja lakini nilikuwa nataka tusilimishe huko sababu wako tayari. Anaweza kufa sasa hivi. Mambo ikawa sio sawa. Basi sawa. Kakaangu, uko tayari kwa Uislamu? Sasa hivi. Utasema mambo mawili tu. Mahali ulipo hapo, sisi hatukupeleke kwenye ndani ya maji. Hati kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Saizi kuna baridi, utakuwa na malaria. Shaka basi. Naam, mashaallah. Shaka basi. Msilimishe huyu. Alafu ukisilimisha tu na mimi nataka ujibu swali la huyu. Na nitalijibu hilo swali. Haya, mimi namsilimisha nampa jina umjibu. Na shehe wetu ambaye tuko naye kila mara alhamdulillah mashaallah kwanza ameleta habari nzuri. Watu wote ambao kwamba wanasilimu ashaongea na chairman tayari kuna mpango. Tunaandika majina yao yote wakuwa wanapata masomo. Waislamu takbir. Ni bidii ya shehe wetu. Na kuna siku pia ameleta hapa mama juzi msichana kasilimu. Kwa hiyo anafanya bidii. Mwenyezi Mungu amfungulie milango za kheri. Tusemeni amin. Amhifadhi kutokana na kila shari. Tusemeni amin. Amhifadhi kutokana na hasad. Tusemeni amin. Mwenyezi Mungu aikubali saumu yake. Tusemeni amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe husnul khatima inda al-maut wal maghfira ba'da al-maut wal afwa inda al-hisab, na Mwenyezi Mungu amlipe janna. Hii khairi ambayo kwamba ndugu yetu anafanya wallahi ni kubwa sana. Na pia ametanguliza kidogo sadaka yake, anasema labda inaweza hitajika mahali 2-3. Mwenyezi Mungu aikubali sadaka yake. Tusemeni amin. Tumfanyie al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Patia sasa ndugu yangu asilimu. Rafiki yangu, kwanza umefanya uamuzi mzuri, uamuzi bora, umefanya the best decision for your life kukubali Uislamu. Sasa kwa sababu umekuwa unatamani Uislamu siku mingi, kwanza hiyo nimekupatia ile pale Qur'ani ya tafsiri. Hii hata sasa ifai, nafaa nikupatia sasa ile ya Kiarabu kwa sababu utaanza kufundishwa Kiarabu na tafsiri yake. Nafikiri nitakutafutia sasa ya Kiarabu na tafsiri. Sawa? Sasa nataka usilimu. Weka mkono wa kulia namna hii, weka kidole hivi. Maana yake Mungu mmoja. Fuata maneno haya nyuma yangu.
Sema ashhadu ashhadu an an la la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu ahadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullahi. Sema nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja, na ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Waislamu takbir, Waislamu takbir. Juzi wawili, siku ile Ramadhani mmoja, leo tena mwingine mmoja. Unaona, kwa hiyo kanisa inazidi kupungua, Waislamu wanazidi. Takbir. Na sisi lengo letu ya kufanya mihadhara kama hii, tunataka mwaka wa 2050 watu wote Kenya wamekuwa Waislamu. Wachungaji wabaki peke yao wakitafuta wenyewe, wakitafuta zile mchango wao wenyewe kwa wenyewe, wakichangiana shauri yao, wakishindwa wasilimu. Kwa hiyo mwalimu, mpatie jina, alafu vile vile unataka kuzungumza na ule dada pale. Waislamu takbiri. Takbiri. Kakangu unapenda jina gani? Kuna Ibrahim, kuna Muhammad, Musa, Isaac, Yakub, Isa ambaye ni Yesu, Hassan, Adan, Hamza, Aden, Zakaria, Ayub, Yakub, Yusuf, mashallah, Yusuf, nilikuwa nimesahau. Yusuf, Binyamin. Sijasikia mtu akitaja tu jina la Binyamin. Mimi mashallah. Mashallah, mimi kijana wangu mdogo last born katika nyumba yangu, nyumba kubwa, anaitwa Binyamin. Yaani Binyamin, nitakuja kuitoa hiyo maneno yake baadaye. Unataka jina gani kakangu? Ningependa jina Habib. Habib. Yaani kipenzi, sio? Ama sio hivyo? Kwa hivyo angependa jina Habib. Mashaallah. Jina la nyumbani la clan Sanem kwetu. Okot. Jamaa kuna kwanga wasomo. Wallahi mjaliwa akifanya utafiti, akiamua basi. Kwa hivyo kakangu, ingia karibu katika Uislamu. Usiangalie matendo ya mtu, angalia Uislamu, dini inafundisha nini. Sawa? Sawa? Ndio. Waislamu takbiri. Ndio. Aya yake ya 40 mwalimu. Ndio. Ambayo inasemaje? Afanye ubaya. Kama unafanya ubaya wewe, hatalipwa ila sawa na huo uovu wake. Hatalipwa sawa na huo uovu wake. Wewe kama unafanya ubaya, wewe ni Muislamu, unafanya ubaya, utalipwa sawa na hiyo ubaya wako. Andiko linasema mtu yoyote. Sawa, twende. Afanye ubaya atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Safi. Na afanyaye mema. Sasa sikiliza vizuri dadangu. Tunaenda katika point. Na afanyaye mema, akiwa mwanamume au mwanamke. Akiwa mwanaume au mwanamke. Sharti ipo, passport ipo, kitambulisho kipo. Akiwa mwanaume au mwanamke, sharti na ni Muislamu. Na dini gani? Chukua maiki. Na dini gani? Mrudishie, sikiliza sasa. Basi hao wataingia peponi, wafanye nini? Waruzukiwe humo bila hisabu. Anayo. Wataingia wapi? Waruzukiwe humo bila hesabu. Yaani wewe ukiwa tu Muislamu, siku ya mwisho mambo yako ni mazuri, unaingia paradise bila hesabu. Naingia tu. Ikiwa mimi ni mwanaume na mke wangu tunafanya mambo mazuri, siku ya mwisho tunaingia paradise. Mimi na mke wangu, peperu kokoro. Peperu. Wewe Kristo wapi unaenda? Mkifa mnaenda wapi? Mimi kivyako. Sijapinga Uislamu. Sijasema Sasa ndio cha muhimu hapo umenijibu. Kila mtu ndio ataingia
jehanamu kulingana na matendo yake. Hapa tu ndio nilikuwa tunataka. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Ndio. Sisi katika Qur'ani umeambiwa tukiwa ukifanya mambo yako mazuri. Kila mtu wakati wa hukumu. Sikiliza. Kila mtu wakati wa hukumu atahukumiwa peke yake. Sawa? Lakini kama matendo yako ni mazuri na wewe ni Muislamu, sio Mkristo, wewe ni Muislamu, sharti uwe Muislamu, sio dini nyingine. Sio dini nyingine, sharti uwe Muislamu, utaingia paradise bila hesabu. Sharti uwe Muislamu. Maanisha Wakristo wanaingia jehanamu. Sijui. Kama iko andiko wanaingia paradise nipewe. Wakati ya Yesu akiwa duniani kwanza kulikuwa hakuna Ukristo. Na Yesu alijua watatokea mpo hiyo 24 Mathayo. Sikiliza haya maneno. 24 Mathayo. Wakati ya Yesu akiwa duniani kulikuwa hakuna watu wanaitwa Wakristo na Yesu alijua kwamba watatokea. Yesu alisema nini kuhusiana na hawa jamaa? Aya. 24 Mathayo. Kitabu ni cha Biblia hapa. Sikiliza kakaangu wewe mwingine pia. 24 kitabu cha Mathayo. Cha Mathayo ndio. Acha nifunue kabisa. Ndio. Katika 24 Mathayo mwalimu wangu. Inasema nini? Inasema kwa maana. Wacha nifike kabisa. Fika kabisa. Alafu muonyeshe asije kasoma ulikuwa unasoma mambo kabisa. Ndio. Mwingine siku hizi yako kwa kichwa ameanza kurudi. Kwa maana. Ndio. Kwa maana. Watatokea makristo wa uongo. Mpe. Anayo. Yesu anasema kwa maana watatokea nini? Wakristo wao. Kuna Mkristo wa kweli? Yupo. Haya ni maneno ya Yesu. Kwa maana watatokea Wakristo wa uongo. Mpendele. Ni Biblia yasema maneno yangu. Na mwenye atanichukia usinichukie mimi, chukia kwanza Biblia alafu rudi kwangu. Na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa. Na maajabu. Ndio. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Mpe. Anayo. Kwenye Biblia tunaambiwa watatokea Wakristo wa na manabii wa Zungumza kama hiki. Na manabii wa wanatoa ishara kubwa za uongo. Za uongo. Wale wanasema tunaponyesha vipofu, sawa? Wale wanasema wanaponyesha wale watu viwete sio wanaponyesha, si ndio wapo? Wale wanasema wanaombea watu sio wale paralyze sio walikuwa wamelala kwa vitanda, wamama wenye wazai yaani wale mama walikuwa wapata watoto wanapata watoto sio hapo? Dini gani hao? Wakristo. Maana Yesu anasema watatokea Wakristo wa uongo na manabii wa uongo. Sisi Waislamu hakuna. Upo? Unasikiliza maneno haya? Sasa wewe kama unataka kujinusuru kutoka kwa hapo, wewe kwa Muislamu. Lakini si lazima kwa hiari yako wewe Muislamu ujinusuru na moto wa jahannam. Mimi ni kwa Mkristo, hata nikikupa kitabu changu utakiona bado jina la Kikristo. Nilifanya utafiti. Nikatoka huko nikarudi huko. Hii dini za kubuni kama vyama vya kisiasa waachana nazo. Kwenye Biblia hakuna mahali maandiko Ukristo dini hakuna. Na nielewa dadangu. Karibu katika Uislamu unasemaje? Bado nini? Kitu gani kinakuzuia? Ama bwana wako atakufukuza? Bwana atakufukuza si ndio? Ni nini? Anataka kufanya utafiti. Utafiti gani kuliko hiyo nimekusomea? Dada. Na kukaribisha katika Uislamu unasemaje? Shida. Shida ni nini? Unaenda kufanya utafiti. Sawa. Mpo wewe mwalimu wangu. Na mwalimu. Mpo wewe kakangu mwingine. Anayo. Ndugu,
kaka, nafikiri umesikiliza vizuri maneno vile imeanza na vile mpaka mahali tumefika. Mimi naweza kuambia tu ufanye division, just make your decision, uingie katika Uislamu. Sisi tunakaribisha free of charge, atakupeleka sana. 30 Qur'ani. Sikilizeni Mwenyezi Mungu vile ametupenda sisi watu wanadamu. Inasema kitabu Suratul Rum. Ndio. Al-Qur'an al-Karim. Inasemaje? Inasema basi uelekeza uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliloumbia watu. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu ameumbia watu. Mpe. Tunaambia ndilo umbile Mwenyezi Mungu ameumbia nini? Ndilo umbile Mwenyezi Mungu ameumbia. Rudia, mpe arudie. Sikiliza vizuri ndugu yangu. Basi nyote naomba msikize. Ndio. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Basi elekeza uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Inasema ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliloumbia watu. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu ameumbia watu. Hatujaambiwa ni dini gani mpe. Tunaambiwa kwamba ndilo umbile Mwenyezi Mungu ameumbia watu. Wewe ni mtu. Mimi Uhuru Kenyatta, Ruto, Trump, Mbatie. Ndiko linasema yani dini hii ya Kiislamu, yani dini hii ya Kiislamu inafikiana barabara na umbo la binadamu. Mpe. Yani dini ya Kiislamu inafikiana barabara na umbile la binadamu. Wewe kiombe na mimi na wengine, si ndio? Kwa hivyo Mungu kumbe ametumba sisi binadamu kuendea barabara na dini ya dini gani? Dini gani? Binadamu Mwenyezi Mungu ameumba kuendea maumbile ya binadamu, ya kwamba tumeumbwa katika misingi inafuatana na dini gani? Ya Kiislamu. Kumbe wewe umeumbwa katika misingi ya dini gani? Sio kusema kulingana na Qur'ani vile imesema. Wewe si binadamu? Sio umeumbwa na Mungu? Mungu anasema ametumba katika misingi ya dini gani? Kwa hivyo Mungu amekumba wewe katika misingi ya dini gani? Ya Kiislamu. Kwa hivyo Mungu anakutakia uwe dini gani? Kulingana na maumbile yake. Anakutakia uwe dini gani? Kuanzia saa ngapi? Na wangapi wanamkaribisha ndugu yangu? Wangapi wanamkaribisha? Wangapi wanamkaribisha huyu? Angalia, wewe siku sama angalia. Hata paka ndugu yangu hajakuwa Muislamu lakini ameinua mkono. Umeona? Wote wanakukaribisha kuwa Muislamu. Free of charge. Hatukulazimisha lakini. Hii ni kuokoa wewe nafsi yako kwa moto wa jahannam. Na hii maneno hakuna mahali nyingine unaweza pata. Waislamu tuko katika Qur'an tunakusomea free of charge. Unasemaje? Sasa mimi nitasema. Sheikh Abbas. Malizia hapa. Msikize dakika moja alafu rudi kwa wewe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muda hatuna. Ilikuwa tufunga na nusu lakini acha nichukue dakika 5 kwa sababu bwana kuna kitu ambaye amezungumza ndio nilikuwa nataka kuweka wazi. Yeye amesema yani si Mkristo ama haendi kanisani kulingana na mafundisho anayofundishwa kuhusu Mungu. Kwa hiyo mafundisho yeye yamempelekea mpaka kusema hakuna Mungu. Sasa kuna kitu ambaye ni mwani katika akili yake. Hebu rafiki yangu umesema unaitwa nani? Papa. Okay, hiyo jina tuache. Jina lingine? Acha nikuite David. Nakuchagulia kwa sahihi mpaka tuende, sio Pamphile. Hiyo jina ngumu. Pamphile. Yes. Sasa wewe unasema yale mafundisho yamefanywa kuona kuna Mungu. Mafundisho ya Ukristo linafundisha kuna Mungu moja katika nafsi tatu, ama wanafundisha Yesu ni Mungu. Gani katika hizo ambaye imekuconfuse? Kufundisha kwamba Mungu ni moja katika nafsi tatu ama mafundisho kwamba Yesu ni Mungu? Kristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Alafu tena ni Mungu. Sasa unajua wacha tu tuseme. Wewe sema ndio sababu angalia Pamphile.
Wewe uko na kitu kwa roho yako. Wewe uko na kitu kwa akili yako. Hebu itoe. Unajua hapa tunataka utoe hiyo kitu ili kwamba tukusaidie ufahamu. Unapokuwa unabana, unatoka hapo unaenda na hiyo confusion. Na sisi tuko hapa kutibu hiyo confusion ili kwamba ukitoka hapa uwe umefahamu mambo yalivyo kiuhakika. Kwa sababu Yesu si Mungu. Anayefundisha kwamba Yesu ni Mungu anakudanganya na ndio anakuconfuse. Sijui shaelewana. Ndio na mimi nasema ati ndio those are just a myth. Wao unasema ni myth. Yenye watu wamebelieve. Ni vile watu wana believe. Lakini hebu nikuulize, watu wana believe kwamba Yesu ni Mungu, wewe umeona ni myth. Inawezekana ni hivyo kwa sababu ni myth kweli. Lakini ndani ya roho yako, ndani ya nini? Unaamini kuna Mungu? Iko? No. Unaamini hakuna Mungu? Nani alikuumba? Wewe unaamini hakuna Mungu. Wewe unafuatilia history. Kwa hiyo history inakufundisha umetoka wapi? Si tulianzia kama mnyama. Hebu kidogo. Ni nani amekufundisha history? Nani alikufundisha history? Mwalimu. Mwalimu alikufundisha history. Kwa hiyo unaamini mwalimu sana? Siamini basi. Vile hiyo wameandika. Ndio. Unaona tu. Inakuja tu hata unaweza ona. History inakufundisha kwamba umetoka, mtu wa kwanza alikuwa nyani, si ni kweli? Wewe unaamini babu yako alikuwa nyani? Kwanza chini. Kwa sababu mimi kwangu, ikiwa utakataa kuamini kwamba Mungu hayuko, alafu ukaamini history, basi naona umepotea zaidi. Kwa sababu hizo unafundisha kwamba mtu wa kwanza ni nyani. Kwa nini unaamini kwamba mtu wa kwanza ni nyani, kisha ukatai vitabu vya Mungu vinakuonesha kwamba kuna Mungu? Kwa nini unaamini hivi vitabu vimeandikwa na mwanadamu na ile ya Mungu imeteremshwa kwa mitume unaikataa? Ndio. Sijapinga. Hujapinga? Sijapinga any of them. Umekubali? Nimekubali tu na hivi venye wameandika hivi. Asante. Vile walivyoandikwa amefundisha kuna Mungu wangapi? Just one God. One God. Kwa hiyo ilivyoandikwa imeandikwa kwamba kuna Mungu, si ni kweli? Wewe saizi unaona? Unapumua. Hii hewa unapumua imetoka wapi? Sijui bali imetoka. Hiyo sauti unayozungumza imetoka wapi? Imetoka ndani ya mwili wangu. Huko ndani iko wapi? Kuna kitu ambaye kwamba inatoanga hizo sauti? Si hata kuna mashine ya kutoa sauti hapo ndani? Sijasema. Hata tuseme hizi ni dalili kwamba wewe ujue kuna ule amekuumba, kuna ule aliyekutangeza. Wewe umezaliwa labda mwaka wa 1980, si ndio? Ama 90s? Umezaliwa 2000 eh? 1980s ulikuwa wapi? 1980s ulikuwa wapi? Sikuwa mahali. I was just inside my father's. Unaona eh? Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna ule ambaye kwamba anaendesha kila kitu. Si saizi kuna baridi. Itaingia usiku. Kesho kutakuja tena mchana, jua itatokea, si ni kweli? Wewe unaona hivi vitu inajipeleka kama kuna ule anapeleka? Unaishi wapi? Unaishi wapi? Mimi. Ruaka. Ruaka. Saizi ukitoka uende Ruaka utaenda mguu ama utaenda na gari? Hiyo gari itapelekwa na mtu ama itajipeleka? Na mtu. Kwa nini isijipeleke? Hiyo ndio binadamu ilitengeneza. Kwa hiyo binadamu ametengeze pelekwe na nani? Kwa hiyo ili gari kufikisha lazima kuna yule anafanyaje? Na kama hakuna kuendesha haiwezi kafanyaje? Sasa hii dunia yote unaona itaenda peke yake. Gari haiwezi enda peke yake na ni kidogo. Hii dunia kubwa ya Mungu unaona itaenda peke yake. Ushaona? Kwa hiyo usiseme kwamba hakuna Mungu. Wewe sasa unasema hakuna Mungu na ukifinywa kidogo hivi na polisi unalia, "Woi Mungu nisaidie." Sasa polisi akushika una kitu, akupeleke kule ndani, akwambie nafunga miaka 10 na una kitu, utatamka kwamba kuna Mungu na utamuomba. Lakini wakati uko free hapa nje,
ndio unatembea unasema hakuna Mungu. Rafiki yangu, jua kitu kimoja. Kwanza, kitu ya kwanza, nataka utoe fikira hii kabisa. Katika akili yako usiseme hakuna Mungu. Hii riziki unaenda si ujanja yako, ni Mungu anakupa. Wewe kutembea na afya na damu kwenda, hii macho unafunga unafungua, usikii uchungu. Pale kuna Mungu ameweka tayari vitu ambavyo kwa vinafanya macho ukifunga unafungua na wepesi. Hakuweka hii machozi na kila kitu ungefunga, wewe ungekuwa ni damu inatoka. Lakini Mungu amekufanyia kila kitu vizuri. Kuna yule ambaye wewe amekutengeza na anaangalia maisha yako, anaangalia menendo yako, hata kama unakataa hayuko, yeye anajua kwamba anakujua wewe kwamba uko. Na anakupa kila kitu. Na hiyo mdomo ambaye kwamba amekuwekea kula bado unatamka yeye hayuko, na yeye ndo amekupa hiyo mdomo. Sasa kwa mfano, tuseme Mungu hayuko, sawa? Si utakufa? Si utakufa ama utakufa? Kuna binadamu anaishi milele? Si binadamu lazima akufe. Haya, ukufe ukutane na Mungu, ulikuwa unasema hayuko. Utaenda hasara ama utaenda hasara? Mimi nitasema hivi. Ngoja kidogo, jibu hii swali. Wewe ukufe ukisema Mungu hayuko, na akili yako inasema hayuko na roho inasema hayuko. Ukutane na huyo Mungu. Je, utakuwa kwa hasara ama kwa faida? Utakuwa hasara kivyako. Na je, ukisema Mungu yuko, ukufe ukutane na huyo Mungu, uko kwa faida kwa hasara? Faida. Sasa afadhali kukaa kwa faida ama kwa hasara? Kubali yuko, uta lose. Sema hayuko, wacha nikwambie utaumia. Wacha nikwambie kitu moja. Ndio. Watu let me say Christians. Huwa nasema ati wanasema Mungu ni mimi na ni huyu na ni kila mtu. Nao ni Mungu. Sasa tuseme huwa anasema hivi. Ndio. Mungu ni mimi ati aliumba binadamu kama mfano yake. Sasa umejua hapo inanishangaza. Ni Wakristo wanasema hivyo. Mkristo akwambia hivyo, mwambie unakosea. Wewe huwezi fanana na Mungu. Ushasikia? Hebu mpatie huyo kitu nikuoneshe. Mwalimu, 4:24 Yohana. Andiko la mwisho tufunge time kwa sababu tutakuwa dakika 10 tu ya kufunga. 4:24 Yohana, haraka haraka muoneshe. Rafiki yangu, nitaomba kesho uje nikupe mafundisho mpaka ukubali kwa akili yako kwamba Mungu yuko. Unaposema kwamba Mungu yuko, hauendi hasara kwa chochote, uishi mpaka ufe una hasara. Lakini hasara itakuwa hapo ukisema hayupo Mungu. Hiyo ni hiyo, yani umechukua tu njia mbaya tu. Yani you have taken the wrong route from the word go. From the word go ushapotea. Na wewe unaposema Mungu yuko, hakuna uzito, sio gunia usikari utakuwa unabeba unatembea nayo. Kwa nini usikae tu useme Mungu yuko? Kwa nini why you deny? Why wakati kila kitu yako wewe inaonesha na reflect kwamba kuna Mungu? 4:24 Yohana, twende. Haya, kitabu ni cha Yohana. Ndio. 4:24. Twende. Inasema, Mungu ni roho. Mungu ni nini? Ni roho. Hebu mpatie huyo. Anayo. Pale hiyo kitabu yao wa Kristo wanasema watu wote ni Mungu. Inafundisha Mungu ni nini? Ni roho. Wewe uko na roho? Ushawahi iona? Hujawahi iona. Sasa na Mungu kama ni roho na roho hujawahi ione, inamaanisha Mungu hawezi kufanyaje? Mungu hawezi onekana. Sasa Mkristo anasema kwamba Mungu anafanana na mtu, alimuonea wapi? Wewe umeoa? Bado. Lakini uko na sister. Uko na sister. Wewe na dada yako mnafanana kimaumbile? Na nyote ni watu. Sasa kama Mungu anafanana na binadamu, anafanana na sister ama wewe? Hapo sasa siwezi sema juu. Unaona Kwa hiyo usiseme Mungu anafanana na mtu. Mimi nimesema tu chenye watu wao wanasema, basi wanakosea, sio mimi. Exactly. Ukutana na mtu anakuambia hivi, mwambie unakosea, Mungu afanane na mtu. Ndio Qur'ani inasema lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Muda ni mchache rafiki yangu. Kesho unaweza pata nafasi.
Unatoa ahadi ya kweli? Nakuletea kitabu Qur'ani moja ya Kiswahili bure, saizi imeisha. Na vitabu kadhaa yawe kwenda kusoma. Uende nyumbani usome, alafu nikuletee kitabu ya kuonesha kama kuna Mungu, ili ukirudi mara nyingine ile takataka na ile kutu iko kwa roho kwanza isafishike. Ndio anze kufundisha mambo ya dini. Ni sawa rafiki yangu? Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhadhara unaendelea kesho saa 10:30. Viti vyote leteni hapa, mpange pahali moja watoto. Viti vyote nataka hapa. Kesho walioko mbali muaite, waambie muhadhara unaendelea kama kawaida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa min